Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kutazama somo lililokuwa linasema ni nani atakayesimama sehemu ya pili, na nikakuahidi anapo majira kama haya tutaendelea kutazama somo lenye kichwa kinachosema patakatifu na mpango wa ukombozi, kwa sababu katika somo lililopita ambalo lilikuwa linazungumzia nani atakayesimama, tuliona shetani analeta nadharia nyingi za uongo zinazoonekana kama ukweli wa sasa ili kuwafanya watu wasiweze kusimama katika sikukuu ya Bwana. Na tukaona nadharia hizi ambazo shetani anazileta zinapatikana katika neno la Mungu, zinapatikana katika Biblia na roho ya unabii. Zinaweza zikaonekana ni za kuvutia, lakini hazitaweza kutuandaa kusimama katika sikukuu ya Bwana, kwa sababu tulitazama ni uzalishaji. Mada hizi ni uzalishaji wa mawazo ambayo hayajafundishwa kanuni za kwanza za Injili, na shetani anapoona udhaifu huo anapata nafasi ya kuharibu kazi ya Mungu ya kuandaa watu kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu. Na sikukuu ambayo iko mbele yetu tuliona ni hukumu ya upelelezi itakapoingia kwa wenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo tukaona ukweli wa sasa ni mpango wa ukombozi kama vile unavyofunuliwa kupitia somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi katika ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 12. Na tulitazama nukuu inayotoka katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 575, na ile aya ya kwanza nitakukumbusha. Mjumbe wa Mungu anasema, mpango mkuu wa ukombozi kama ulivyofunuliwa katika kufungwa kwa kazi katika siku hizi za mwisho unapaswa kupewa uchunguzi makini. Anasema matukio yanayohusiana na kazi inayoendelea katika hekalu la mbinguni yanapasa kuweka mguso katika mawazo na mioyo ya wale ambao wanaweza wakawasisitiza wengine. Anaendelea kusema mjumbe wa Mungu ya kwamba wote wanatakiwa kuwa waelevu zaidi juu ya kazi ya upatanisho inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Na anamalizia kwa kusema ya kwamba ukweli huu wa msingi unapoonwa na kueleweka, wale wanaoshikilia ukweli huu watafanya kazi katika ulinganifu na Kristo katika kuandaa watu kusimama katika sikukuu ya Bwana, na jitihada zao zitakuwa na mafanikio. Kwa hiyo tukaona mpango mkuu wa ukombozi ndio dhima ambayo tutaanza kuiangalia. Na kabla ya kuanza kuangalia dhima hii ya mpango mkuu wa ukombozi kupitia somo la patakatifu, kwa sababu kichwa cha somo la leo ni patakatifu na mpango wa ukombozi. Kwa hiyo ningependa kukualika hapo ulipo, kabla ya kuanza somo hili, hakikisha una daftari lako, hakikisha una kalamu pamoja na Biblia yako mkononi, na ikiwa umebarikiwa kuwa na vitabu vya roho ya unabii, jitahidi uwe navyo hapo ulipo. Wengine wanaweza wasiwe na nakala ngumu ya vitabu vya roho ya unabii, lakini wanaweza kawa na nakala nyepesi kupitia simu.
Kwa hiyo hata kama una simu yako unaweza kufuatana pamoja nami. Lakini awali ya yote, kabla ya kuanza kipindi hiki, napenda kukualika, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti, utapiga magoti. Ikiwa ina nafasi ya kukaa, utakaa. Na ikiwa una nafasi ya kusimama hapo ulipo, fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa ajili ya fursa ya leo ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza siri zako kuu kuhusiana na wokovu wetu. Tunakushukuru hata kwa rehema ambayo unaruhusu iweze kuendelea. Tunakushukuru kwa kushikilia afya zetu na maisha yetu. Hayo yote unatufanyia ili kutukumbusha kwamba wema unaotufanyia unatuvuta kwako, ili tuweze kutubu na kuachana na njia mbaya. Hivyo katika muda kama huu tunapokuja kwako, tukifungua neno lako, tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu uweze kuwa pamoja nasi, aweze kutusaidia tuweze kuelewa, na mwisho wa yote haya ambayo tunayasikia tuweze kuyaleta katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha ya kivitendo. Msaidie msikilizaji na mtazamaji, lakini na mimi ni mhutubu, pasipo wewe siwezi neno lolote lile, na kusi uweze kutia maneno yako na uelewa wako katika fikara zangu, na mwisho wa yote tukufu uweze kurudia wewe. Ninaomba haya nikiamini umesikia na utajibu sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kaka yangu na dada yangu katika Kristo, ikiwa una kitabu cha Elimu ya Kweli, kitabu cha Kiswahili, ukurasa wa 98 unaweza ukafungua, lakini ni nukuu ambayo tumekuwa tukisoma sana. Na katika kitabu cha Education, kitabu cha Kiingereza, kwa sababu kitabu cha Elimu ya Kweli ni cha Kiswahili, lakini kitabu chake cha Kiingereza kinaitwa Education. Education ukurasa wa 125 na ukurasa wa 126. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema, lakini kurasa za Kiswahili ni ukurasa wa 98 aya ya kwanza, kitabu cha Elimu ya Kweli. Mjumbe wa Mungu anasema, dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kizima imejengwa, ni mpango wa ukombozi. Kuanzia dokezo la kwanza katika sentensi ya tumaini iliyotamkwa Edeni. Sentensi gani ya tumaini iliyotamkwa Edeni? Ni sentensi ya Mwanzo 3:15. Fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo sura 3 mstari wa 15. Sikilize hii sentensi ya kwanza ambayo ilikuwa ina dokezo la tumaini. Nasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo hii ndio sentensi ya kwanza ambayo ilikuwa ina dokezo la tumaini. Kwa nasema kuanzia dokezo la kwanza katika sentensi ya tumaini iliyotamkwa Edeni ya Mwanzo 3:15 hadi ya mwisho tukufu ya Ufunuo Yohana sura 22 mstari wa 4, inayosema, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Anasema mzigo wa kila kitabu, mzigo wa kila kifungu cha maneno ya Biblia. Na ndugu zangu wapendwa, natamani niwaambie Biblia ya King James Version ina maneno 783,137. Kwa anasema mzigo wa kila kitabu, mzigo wa kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima hii ya ajabu. Dhima gani? Mpango wa wokovu au mpango wa ukombozi. Anaendelea kusema uwezo utopao kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mjumbe wa Mungu anasema katika aya pili ya kwamba yule anayeelewa kikamilifu wazo hili. Wazo gani? Ya kwamba dhima kuu ya Biblia ni kutufunulia mpango wa ukombozi. Kwa hiyo anakazia akisema yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza, anao ufunguo wanao ufunguo, na ufunguo unazungumziwa hapa ni ufunguo wa maarifa. Anasema anao ufunguo utakaomsaidia
kufungua hazina yote ya neno la Mungu. Kwa hiyo ufunguo wa kunisaidia kuelewa neno la Mungu ni mpango wa ukombozi. Anaendelea kusema katika aya 3, anasema sayansi ya ukombozi. Sayansi ya ukombozi ni sayansi ya sayari zote, sayansi ambayo hujifunzwa na malaika na viumbe wengine ya malimwengu ambayo hayakuanguka dhambini, sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Nitakazia, sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu, sayansi ambayo itajifunzwa na waliokombolewa pamoja na Mungu milele zote. Anasema hii ndiyo elimu ya juu kabisa ambayo mwanadamu anaweza akajishughulisha nayo. Inua mawazo na kuimarisha akili kuliko ambavyo elimu nyingine zote zinaweza kufanywa. Kwa hiyo kaka na dada katika Kristo, tukitaka kuelewa mpango wa ukombozi ni lazima tuingie katika patakatifu. Hatuwezi tukaelewa mpango wa ukombozi kama tutakwepa kujifunza somo la patakatifu. Ndiyo maana kichwa cha somo kinasema patakatifu na mpango wa ukombozi. Unapoangalia katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 77 na ule mstari wa 13. Zaburi sura ya 77 na ule mstari wa 13. Mjumbe wa Mungu anasema, Mungu, Daudi huyu anasema, Mungu, njia yako. Hii njia inayozungumziwa hapa, tumeambiwa mzigo wa kila kitabu, mzigo wa kila maneno ya kifungu cha Biblia ni ufunuo wa dhima ya ajabu ambao ni mpango wa ukombozi. Kwa hiyo tunaposoma kila neno hapa, linatakiwa linifunulie mpango wa ukombozi. Ndio maana panasema Mungu, njia yako. Njia gani? Njia ya uokovu, njia ya ukombozi. Anasema katika patakatifu. Biblia ya Kiswahili imesema utakatifu, lakini Biblia King James Version imesema oh God, thy way is in thy sanctuary. Anasema Mungu, njia yako katika patakatifu. Kwa hiyo tafsiri sahihi hapa ni patakatifu, sio utakatifu. Anaendelea kusema, ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Anasema ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Kwa hiyo nikitaka kuelewa kitu chochote kuhusiana na mpango wa ukombozi, ni lazima niingie katika patakatifu, ni lazima nielewe somo la patakatifu. Ndio maana tulisoma nukuu ambayo inatoka Great Controversy, pambano kuu 488 aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anaposema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri, hasa kwa watu wa Mungu. Kwa sababu gani yanatakiwa kueleweka vizuri hasa kwa watu wa Mungu? Ni kwa sababu yanafunua mpango wa ukombozi, na hayafunui mpango wa ukombozi katika ua wa nje, hayafunui mpango wa ukombozi katika patakatifu, yanafunua mpango wa ukombozi ndani ya patakatifu kwa patakatifu, yaani mpango wa ukombozi katika miisho yake kama unavyoelezewa na ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo Yohana sura ya 14. Unapoangalia pia kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 73, unapotazama katika kitabu cha Zaburi sura ya 73 na ule mstari wa 17, mjumbe wa Mungu anasema tukitaka pia kuelewa, Daudi ndio mjumbe wa Mungu hapa anayemzungumzia, tukitaka kuelewa ukombozi, tukitaka kuelewa safari ya wokovu, ni lazima tuelewe somo la patakatifu. Somo la patakatifu ndio linafunua dira yote ya ukombozi. Anasema hapa katika kitabu cha Zaburi sura ya 73 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu nikauelewa mwisho wao. Biblia ya King James Version hapa Biblia Kiswahili imesema nikautafakari, lakini tafsiri sahihi inatakiwa nikauelewa. Biblia King James Version imesema understand, sio meditate, imesema understand their end. Kwa hiyo hili fungu katika tafsiri yake sahihi linapaswa kusema hivi, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu ndipo nikauelewa mwisho wao. Kwa tukitaka kuelewa mpango wa ukombozi,
ni lazima tujifunze somo la patakatifu. Somo la patakatifu ndiyo nguzo itakayotusaidia kuweza kuelewa mpango wa ukombozi. Ndio maana pia mjumbe wa Mungu unapotazama kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 488 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu. Inamuhusu kila mtu anayeishi duniani. Inafunua mpango wa ukombozi na kutupeleka mpaka mwisho wa wakati na kutuonesha matokeo ya shindano kati ya haki na dhambi. Kwa hiyo kumbe somo la patakatifu ndilo linalofunua mpango wa ukombozi. Na patakatifu ndio msingi wa imani yetu Waadventista wa Sabato. Kabla ya kuendelea kulitazama somo hili, ningependa niweze kukusomea dondoo hizi kutoka katika roho ya unabii. Unapotazama katika kitabu cha Evangelism, Evangelism ni kitabu ambacho hakijatafsiriwa, lakini mtu anapokuambia evangelism ni kitabu cha uinjilisti. Unapotazama katika kitabu cha Evangelism, fungua pamoja nami katika kitabu cha Evangelism ukurasa wa 196 na ile aya ya 2. Kitabu cha Evangelism 196 na ile aya ya 2. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Kitabu cha Evangelism ukurasa wa 196 na ile aya ya 2. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mjumbe wa Mungu anasema, watumishi wa Bwana. Mimi na wewe ni watumishi wa Bwana. Anasema watumishi wa Bwana wanapaswa kuwakilisha neno la unabii lililo imara. Na utakuja utaangalia hili neno la unabii lililo imara ni lipi. Anaendelea kusema kama msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo kumbe neno la unabii lililo imara ndiyo msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Anaendelea kusema unabii wa Danieli na Ufunuo. Na hapa anaposema unabii wa Danieli na Ufunuo, tutaangalia nukuu inajifafanua yenyewe. Hamaanisha kwamba kwa sasa hivi kipindi nachoishi tujifunze Danieli sura ya kwanza yote kikamilifu hadi 12 na twende tujifunze Ufunuo sura ya kwanza hadi 22. Kuna sura ambazo mjumbe wa Mungu anahitaji tuelewe vizuri zaidi, ambayo ni Danieli sura ya 8 mstari wa 14 na Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi 12. Hapo ndipo usikivu wetu unatakiwa kuwa mkubwa zaidi. Lakini sio maneno yangu, sikiliza, ni hicho hicho ambacho mjumbe wa Mungu anakikazia katika nukuu hii. Anaendelea kusema unabii wa Danieli na Ufunuo unapaswa kujifunzwa kwa umakini, ukiungamanishwa na maneno, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya dunia. Hili neno tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya dunia linawakilisha upatanisho. Linawakilisha jinsi ambavyo Kristo anaangaika kwa ajili ya kumtakasa mwanadamu. Jinsi ambavyo Kristo anashughulikia ukombozi wake. Kwa hiyo muktadha tunaopewa hapa wa unabii wa Danieli na Ufunuo ni kuhusiana na utakaso wa hekalu. Ndio maana nimekuambia unabii ambao unakaziwa hasa hapa ni Danieli 8:14, lakini pia na Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi mstari wa 12. Sura zote za Danieli zimejikita kuelezea Danieli 8:14, na Danieli 8:14 ndio kitovu cha kitabu kizima cha Danieli. Hali kadhalika katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 12 ndio kitovu cha kitabu kizima. Vitabu vingine vyote vimejikita kuelezea kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi mstari wa 12. Sura nyingine zote za kitabu hicho zimejengwa juu ya sura hiyo. Ndio maana hapa anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu
Great Controversy, ukurasa wa 409 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Mjumbe wa Mungu anasema, andiko ambalo zaidi ya mengine yote lililokuwa msingi na nguzo ya imani ya marejeo. Na tumeambiwa katika nukuu iliyopita, watumishi wa Bwana wanatakiwa waliwakilishe neno la unabii lililo imara kama msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Sasa tutaangalia neno la unabii lililo imara ni lipi. Nimetoka kuambia ni Danieli 8:14, na hapa anasema andiko ambalo zaidi ya mengine yote lililokuwa msingi na nguzo ya imani ya marejeo lilikuwa ni tangazo kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo huu ndio unabii ambao ndio msingi wa imani yetu. Anaendelea kusema hapa, ananukuu Danieli 8:14. Anaendelea kusema, haya yalikuwa maneno yaliyozoeleka kwa waumini wote waliongojea marejeo ya Bwana yaliyo karibu sana. Kwa hiyo kama historia itajirudia, na tunaambiwa yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako, yaliyotendeka ndiyo atakayotendeka, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo pia kama haya maneno yalizoeleka kwa wale ambao walikuwa wakigojea marejeo ya Kristo aliyokuwa karibu sana, hali kadhalika maneno haya yanatakiwa yazoeleke katika masikio, katika mawazo, zaidi sana katika mioyo ya wale ambao wanategemea marejeo ya Kristo kwa ukaribu sana. Anaendelea kusema, haya yalikuwa maneno yaliyozoeleka kwa waumini wote waliongojea marejeo ya Bwana yaliyo karibu sana. Anasema unabii huu ulirudiwa na vinywa maelfu kama neno la asili la kulindia imani yao. Kwa hiyo kumbe fundisho la patakatifu ndio neno la asili, au ndio fundisho pekee la kulinda imani yetu, ndio msingi wa imani yetu. Sikiliza kile pia ambacho mjumbe wa Mungu anaendelea kukazia kuhusiana na somo la patakatifu, kwa sababu ndilo somo pekee linalofunua mpango wa ukombozi katika miisho yake kwetu sisi Waadventista wa Sabato, lakini pia na ulimwenguni kiujumla. Unapoangalia pia katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 423 na ile aya ya kwanza, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Mjumbe wa Mungu anasema, fundisho la patakatifu lilikuwa ufunguo uliofungua siri ya kukatishwa tamaa ya mwaka 1844. Na unafahamu kanisa la Adventista wa Sabato limeanza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, pale ambapo watu waligundua Kristo haji duniani, lakini alikuwa akiingia katika chumba cha pili kwa ajili ya kukamilisha kazi ya mwisho ya wokovu, na akitoka hapo ndipo atakapokuja duniani. Hapo ndipo kanisa lilianza. Ndio maana 1844 tarehe 22 mwezi wa 10 ndipo fumbo lililo fichika likawekwa wazi. Watu wakaelewa kumbe Kristo alikuwa haji duniani, na patakatifu palipokuwa panazungumziwa katika Danieli 8:14 haikuwa dunia, bali kilikuwa ni chumba cha pili katika hekalu la mbinguni, na ndipo Kristo alipoenda kwa ajili ya kukamilisha kazi, na atakapokamilisha kazi atakuja na kutuchukua wateule wake katika dunia hii ya dhambi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba lilifungua kuona mtiririko wa ukweli ulioungana na kukubaliana, ukionyesha kwamba mkono wa Mungu ulikuwa umeongoza vuguvugu kuu la marejeo. Na wengi wanadhihaki, wanasema vuguvugu la William Miller lilikuwa linaongozwa na shetani. Si kweli. William Miller alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na nabii anasema ya kwamba katika asubuhi njema, katika parapanda ya mwisho atafufuliwa na atakuwa pamoja naye katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu aliwaongoza, ijapokuwa kuna makosa walikuwa nayo, lakini Mungu aliwaongoza. Anaendelea kusema mkono wa Mungu ulikuwa umeongoza vuguvugu la marejeo, na kwa sababu walikuwa waaminifu katika nuru walionao, kwa hiyo Mungu alikuwa anaongoza. Anahitimisha kwa kusema, na ukifunua wajibu wa sasa kama ulivyofunua msimamo na kazi ya watu wake. Na nitasoma
hii nukuu ya mwisho inayotoka katika kitabu cha barua leta 208 ambayo barua hii imeandikwa mwaka 1906. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Uelewa sahihi, sio tu uelewa juu ya somo la patakatifu au huduma inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Anasema uelewa sahihi wa huduma katika hekalu la mbinguni ndio msingi wa imani yetu. Uelewa sahihi wa huduma katika hekalu la mbinguni ndio msingi wa imani yetu. Kwa kumbe msingi wa imani yetu ni uelewa sahihi wa huduma inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Ndio maana unaposoma kitabu cha Evangelism ukurasa wa 222, Evangelism ukurasa wa 222, ukija ukapata nafasi utasoma sura hiyo. Mjumbe wa Mungu anasema kama watu wa Mungu tunatakiwa kuwa wanafunzi makini wa ubidii. Tunatakiwa kuwa wanafunzi makini wa ubidii kuhusiana na unabii. Anaendelea kusema ya kwamba hatutakiwi kupumzika mpaka tumekuwa werevu zaidi kuhusiana na somo la patakatifu linalofunua kazi inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo hatutakiwi kupumzika mpaka tuwe na bidii itakayotusaidia kuelewa kwa usahihi kile kinachoendelea katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza tukajiuliza swali, basi patakatifu ni nini? Kwa sababu nimekuwa nikizungumza patakatifu ni nini? Patakatifu kwa lugha nyingine, unajua hili neno ambalo nalitumia sana kama patakatifu kwa lugha ya Kiingereza ni sanctuary. Hasa sanctuary inamaanisha maskani, ni ule mfumo mzima wa hekalu. Lakini nikisema patakatifu ninaweza nikakuchanganya kwa sababu ndilo neno ambalo Biblia Kiswahili imetumia. Lakini tafsiri sahihi ya sanctuary ni hema ya kukutania au maskani ya Bwana. Ndio tafsiri sahihi, ni mfumo mzima wa upatanisho ambao Mungu alikuwa ameweka kwa ajili ya kuleta upatanisho baina ya jamii ya wanadamu pamoja na yeye mwenyewe. Sasa swali, patakatifu ni nini? Patakatifu, na hii patakatifu sasa simaanishi chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni, na maanisha maskani au na maanisha hema ya kukutania. Kwa hiyo ngoja nigeuze swali, basi maskani ni nini? Au maskani ya Mungu ni nini? Kwa sababu naposema maskani, sio maskani zote Mungu anapata nafasi ya kukaa, lakini maskani Mungu anayokaa ndio inakuwa takatifu. Hiyo sehemu inakuwa ni patakatifu. Kwa hiyo maskani ya Mungu ni nini? Maskani ya Mungu ni mahali Mungu anapokaa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, patakatifu ni mahali Mungu anapokaa, Mungu anapopatikana. Unapotazama katika kitabu cha Kutoka, fungua pamoja nami katika kitabu cha Kutoka, fungua pamoja nami katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, nao na wanifanyie patakatifu. Nao na wanifanyie patakatifu. Patakatifu ambayo inazungumziwa hapa sio chumba cha kwanza. Patakatifu inayozungumziwa hapa ni maskani yote ya Mungu au hema ya kukutania. Anasema ili nipate kukaa kati yao. Kumbe anasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo kumbe patakatifu ni mahali Mungu anapokaa. Na kwa lugha nyingine napozungumzia maskani ya Mungu au patakatifu, naweza nikasema ni hekalu. Na patakatifu tutakapopatazama hapa, simaanishi mwili wa mwanadamu. Ni kweli hekalu hili ambalo Mungu aliambiwa, hekalu hili ambalo Musa aliambiwa na Mungu alitengeneze, lilikuwa ni kwa ajili ya kutakasa miili yetu, ambapo pia miili yetu tunaambiwa ni nini? Ni hekalu. Kwa hiyo patakatifu panapozungumziwa hapa si miili yetu, lakini ni hekalu au maskani au hema ya kukutania ambayo Mungu alimwambia Musa aitengeneze.
na hema hiyo ya kukutania ilikuwa ni kivuli cha patakatifu pa mbinguni au hekalu la mbinguni. Kwa sababu napozungumzia patakatifu naweza nikazungumzia katika nyanja tatu, nikimaanisha hekalu la mbinguni, nyanja ya kwanza. Nyanja ya pili nikimaanisha kivuli cha hekalu la mbinguni, ambalo ndio hili hekalu ambalo tunalitazama, ambalo Musa aliambiwa atengeneze sawasawa na kile alichooneshwa. Lakini pia na nyanja nyingine ya tatu ya mwisho ni mwili wa binadamu, kwa sababu katika kitabu cha Wakorinto 3:16, Wakorinto wa kwanza, tunaambiwa ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa hiyo patakatifu tunapozungumzia katika kitabu cha Kutoka sura 25 mstari wa 8, hatuzungumzii patakatifu kama mwili wa mwanadamu. Tunazungumzia patakatifu ambapo Musa aliambiwa apatengeneze, au tunazungumzia hema ya kukutania ambayo Musa aliambiwa itengeneze, ambayo ilikuwa ni kivuli cha hema iliyoko juu mbinguni. Kwa lugha nyingine, hema ambayo tunaizungumzia si mwili wa mwanadamu, japokuwa hii hema ipo kwa ajili ya kutakasa mwili wa mwanadamu. Hekalu la mbinguni lipo kwa ajili ya kutakasa hekalu la hapa chini duniani ambao ni mwili wa binadamu. Kwa hiyo patakatifu napo pazungumzia hapa, na maanisha patakatifu ambapo Musa aliambiwa atengeneze mfano wa maskani aliyoonyeshwa ambayo iko juu mbinguni. Ndio maana mstari wa 9 hapa anasema sawasawa na haya yote ni kuoneshayo mfano wa maskani. Ndio maana nikwambia patakatifu panapozungumziwa hapa sio chumba cha kwanza cha hekalu, lakini ni mfumo mzima. Ndio maana mstari wa 9 anasema sawasawa na haya yote ni kuoneshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Kwa kumbe patakatifu ni mahali Mungu anapopatikana. Na je, patakatifu ambapo Musa aliambiwa patengeneze, au hii maskani au hema ya kukutania ambayo Musa aliambiwa aitengeneze, swali, ilikuwa ina sehemu ngapi? Hema hii ilikuwa ina sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni ua wa nje. Unapoangalia katika kitabu cha Ezekieli, tunaambiwa sehemu ya kwanza ya patakatifu au hema ya kukutania au maskani ya Bwana ilikuwa inaitwa ua wa nje. Unapotazama katika kitabu cha Ezekieli, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ezekieli. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ezekieli sura ya 10. Ezekieli sura ya 10. Nitasoma ule mstari wa 5. Ezekieli sura ya 10 ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, na sauti ya mabawa ya makerubi ikasikiwa hata katika ua wa nje, kama sauti ya Mungu Mwenyezi asemapo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza katika maskani au patakatifu ambapo Musa aliambiwa patengeneze ilikuwa ikiitwa ua wa nje. Na katika ua wa nje unaposoma neno la Mungu, hatuna muda wa kuangalia mfumo kwa kina jinsi ulivyokuwa pamoja na vifaa vyake, lakini nitakutajia tu kwa ufupi. Katika ua wa nje kulikuwa kuna vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza ambacho kilikuwa katika ua wa nje kilikuwa ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya kutoa kafara. Lakini kitu cha pili kilikuwa ni birika la maji ambalo lilikuwa lipo karibu sana na lango la kuingia hekaluni, kwa sababu hekalu sasa lilikuwa lina pande mbili, ambapo upande wa kwanza ndio sehemu ya pili ya patakatifu au maskani ambayo inaitwa patakatifu, na chumba cha pili cha hekalu ambayo ndio sehemu ya tatu ya mfumo wote wa hema ya kukutania au maskani ya Bwana au patakatifu ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Unapotazama sehemu hizi zote mbili zinatajwa katika kitabu cha Kutoka. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Kutoka
Fungua pamoja nami katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 26 nitasoma mstari wa 33. Kitabu cha Kutoka sura ya 26 na ule mstari wa 33. Kumbuka nimekwambia sehemu ya kwanza inaitwa ua wa nje. Tumetazama Ezekieli 15. Na sehemu ya pili nimekwambia inaitwa patakatifu. Na sehemu ya tatu ni patakatifu pa patakatifu. Lakini sehemu ya pili ambayo ni patakatifu na sehemu ya tatu ambayo ni patakatifu pa patakatifu, kwa ujumla unaweza ukaita hekalu, kwa sababu kulikuwa kuna hekalu ambalo lilikuwa lina vyumba viwili, ambacho chumba cha kwanza baada ya kutoka ua wa nje ndio kilikuwa kinaitwa patakatifu, na chumba cha pili kilikuwa kinaitwa patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo natamani tuweze kufanya kama wimbo. Kwa hiyo maskani ambayo Musa alitengeneza, ambayo ilikuwa ni mfano wa maskani ya mbinguni, ilikuwa ina sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni ua wa nje, sehemu ya pili ni patakatifu, na sehemu ya tatu ni patakatifu pa patakatifu. Lakini pia hata mtu akiniambia ilikuwa ina sehemu 2, naelewa, lakini lazima ataje hizo sehemu ni zipi. Mtu akisema ya kwamba huu mfumo ulikuwa na sehemu 2 atakuwa sawa, akisema sehemu ya kwanza ikiwa ni ua wa nje na sehemu ya pili ikiwa ni hekalu, kwa sababu hekalu lilikuwa lina sehemu 2, ambapo sehemu ya kwanza ilikuwa ni patakatifu na sehemu ya pili ilikuwa ni patakatifu pa patakatifu. Sasa fungu hili la Kutoka 26:33 linathibitisha kile ambacho nimekuwa nikieleza. Neno la Mungu linasema, nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litawagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Kwa hiyo kumbe pazia ndio liligawanyisha chumba cha kwanza cha hekalu ambacho kiliitwa patakatifu, ambayo ni sehemu ya pili ya mfumo wote wa patakatifu ambao unaitwa hema ya kukutania au maskani ya Bwana. Na hilo pazia pia, baada ya kutoka kwenye pazia uliingia katika chumba cha pili cha hekalu kilichoitwa patakatifu, ambacho ni sehemu ya 3 ya mfumo mzima wa patakatifu au maskani au hema ya kukutania. Nimekwambia lugha sahihi ya Kiingereza ni sanctuary. Huu mfumo unaitwa sanctuary, na tafsiri yake sahihi ni maskani ya Bwana au mfumo mzima wa patakatifu au hema ya kukutania. Kwa hiyo katika chumba cha kwanza nitakueleza tu kwa ufupi. Kulikuwa kuna kinara cha taa 7, lakini pia kulikuwa kuna madhabahu ya kufukiza uvumba, lakini pia kulikuwa kuna meza ambayo ilikuwa ina mikate ya uonyesho, lakini pia kulikuwa pia kuna chetezo, kwa sababu pale nimekwambia kuna madhabahu ya kufukizia uvumba. Kwa hiyo pia hata pale chetezo ilikuwepo pale. Lakini pia unapotazama katika sehemu ya mwisho ya maskani ambacho ni chumba cha pili cha hekalu patakatifu, ndani yake kulipatikana sanduku la agano, na hili sanduku la agano juu yake kulikuwa kuna kiti cha rehema ambacho kilikuwa kimefunikwa na mabawa ya makerubi wawili, kwa sababu kiti cha rehema kilikuwa kina makerubi wawili, mkono wa kuume pamoja na mkono wa kushoto. Kwa hiyo ndivyo vitu ambavyo vilipatikana ndani ya patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo kumbe patakatifu tunaona ndiyo mahali pekee ambapo mpango wa ukombozi unafunuliwa. Na wapendwa, mpango wa ukombozi una kazi kuu 2, na hizi kazi kuu 2 zinafanyika kwa wakati, kwa sababu hatuwezi tukatenganisha kati ya kazi na wakati. Hata katika masomo ambayo yalipita tulikuwa tukujifunza kuhusiana na wakati, tukatazama fungu la Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 linalosema ya kwamba kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini
ya mbingu. Lakini pia hata Mwokozi akiweza kutenganisha kati ya kazi na wakati. Kwa hiyo kazi kuu katika mpango wa ukombozi na wakati katika mpango wa ukombozi hauwezi ukavitenganisha, vinahusiana kwa karibu sana. Unapotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 9 na ule mstari wa 4. Injili ya Yohana sura ya 9 na ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Mchana inawakilisha wakati. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kwa hata Mwokozi alionyesha uhusiano uliopo kati ya kazi na wakati. Nakumbuka kuna nukuu ambayo inatoka kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 98, tuliona sayansi ya ukombozi ni sayansi ambayo inamhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Kwa hiyo kwanza Kristo ndiye kitovu cha mpango wa ukombozi, na ndiye Kristo ambaye ni Mwokozi wetu, na Kristo ndiye mwenye sifa kwa ajili ya kufanya kazi hizi katika mpango wa ukombozi. Kwa sababu katika mpango wa ukombozi kuna kazi kuu mbili tu. Unapotazama kitabu cha Mambo ya Walawi sura 25, utaziona kazi hizi mbili. Katika mpango wa ukombozi nimekusisitiza kuna kazi mbili tu, na hizi kazi zinafanyika katika sehemu husika. Kazi moja inafanyika katika ua wa nje na kazi nyingine inafanyika katika hekalu. Na hekalu nimekwambia lina vyumba vingapi? Lina vyumba viwili. Chumba cha kwanza ni patakatifu na chumba cha pili ni patakatifu. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi, utaona hapa kuna kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi ambayo inatajwa kama kununua. Na utakutana katika sura hii ya Mambo ya Walawi sura ya 25 kuna kazi nyingine ya pili katika mpango wa ukombozi ambayo inatajwa, ambayo ni kazi ya kurejesha. Unajua, ninapotumia maneno haya naweza nikakuchanganya, lakini napenda kukufafanulia kwa ufupi ili uweze kuelewa. Ili Kristo atuokoe sisi, ili Kristo atukomboe sisi, katika hatua za mwanzo wa ukombozi wetu ni lazima kwanza atununue. Kwa sababu sisi tuliuzwa, tukawa chini ya dhambi, tukawa chini ya shetani. Kwa hiyo inabidi kwanza Kristo atununue, na Kristo anapotununua sisi anaichukua dhambi kutoka kwetu. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya mpango wa ukombozi. Lakini Kristo sio chanzo cha dhambi. Neno la Mungu linasema yeye hakutenda dhambi wala hila ikuonekana kinywani mwake. Chanzo cha dhambi ni Ibilisi, kwa sababu neno la Mungu linatuambia huyo ametenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo katika hatua ya awali ya ukombozi nimekwambia ni Kristo kuchukua dhambi kutoka kwetu, na ili achukue dhambi ni lazima ainunue. Ni lazima alipe bei ya mshahara wa dhambi ambayo ni mauti. Na akisha ichukua dhambi kutoka kwetu, basi atakuwa ametununua. Kwa hiyo nani atakuwa na dhambi? Mwanadamu, Kristo au shetani? Ni Kristo ndiye atakayekuwa na dhambi. Lakini Kristo sio chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi ni shetani. Kwa hiyo dhambi itarejeshwa pale ilipotoka kwa shetani. Kwa hiyo Kristo anapomrudishia shetani dhambi, ndipo anamaliza kazi ya kurejesha. Kwa hiyo nimejaribu kufafanua haya maneno mawili ili uweze kuyaelewa. Nitarudia tu kwa ufupi ya kwamba chanzo cha dhambi alikuwa ni shetani. Shetani akampatia dhambi mwanadamu. Kwa hiyo ili mwanadamu aokolewe ni lazima dhambi irudishwe ilipotoka. Kwa hiyo ili Kristo amrudishie dhambi shetani ni lazima ainunue kutoka kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye anayemiliki kwa sasa. Kwa hiyo kitendo cha Kristo kuchukua dhambi kutoka kwa mwanadamu ndio kinaitwa kununua. Na Kristo sio chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi ni shetani. Kwa hiyo atakapoirejesha dhambi kwa shetani, ndipo atakapomaliza kazi ya kurejesha. Kwa hiyo unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi, unapoangalia kitabu cha Mambo ya Walawi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25.
5 nitasoma ule mstari wa 51. Hapa tunakutana na kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi. Na nimekuambia katika mpango wa ukombozi tunahitaji hekalu, kwa sababu hekalu Mungu tufunulia sisi kama suluhisho la kutatua dhambi, ambao dhambi ndio tatizo kuu katika ulimwengu wote. Na katika hekalu tunahitaji kazi hizi ziweze kukamilishwa, kwa sababu pasipo kazi hizi kukamilishwa ukombozi hautawezekana. Na nimekuambia mwenye sifa ya kukamilisha kazi hizi ni Kristo Mwokozi wetu, kwa sababu katika ukombozi tutakuja utaangalia tunahitaji mwanakondoo anayekufa na kuhani anayeishi. Mwanakondoo anayekufa ni kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kununua, na kuhani anayeishi ni kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kurejesha. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25 na ule mstari wa 51. Neno la Mungu linasema kwamba ikali imesalia miaka mingi. Kumbuka nimetoka kukwambia dhima ya kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa mpango wa ukombozi. Kwa hiyo hata hiki kifungu kinanifunulia mpango wa ukombozi. Anasema kwamba ikali imesalia miaka mingi, kama hesabu yake ilivyo ndivyo atakavyolipa bei ya ukombozi wake. Unajua hata katika maisha ya kawaida unapoenda hata dukani kununua kitu, mtu hawezi akakupatia kitu. Unapoenda dukani ni mpaka ulipe bei, ulipe thamani ya kile unachokihitaji. Kwa hiyo Kristo, hatua ya kwanza katika kutukomboa sisi ni lazima alipe bei ili aichukue dhambi yetu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Ndio maana hapa mjumbe wa Mungu anaeleza kwa kusema, mjumbe wa Mungu anamzungumzia hapa ni Musa mwenyewe, anasema kwamba ikali imesalia miaka mingi, kama hesabu yake ilivyo ndivyo atakavyolipa bei ya ukombozi wake. Kwa hiyo kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi inaitwa ni kazi ya kununua, ambayo kazi ya kununua kwa lugha nyingine ndio kazi ya kuchukua dhambi, au kwa lugha nyingine ndio kazi ya kulipa bei, kwa sababu huwezi ukanunua dhambi, hauwezi ukachukua dhambi mpaka ulipe bei ya mshahara wa dhambi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ndivyo atakavyolipa bei ya ukombozi wake katika hiyo fedha ambayo alinunuliwa kwayo. Kwa kumbe kazi ya kwanza ni kununua au kuchukua dhambi. Na ni nani basi anayekamilisha kazi ya kwanza ya kununua? Na hata ukija ukaangalia katika taratibu za ibada ambazo Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wazifanya, ambazo zilikuwa ni kivuli cha huduma ambayo atafanya Kristo, mwanakondoo asiye na hatia ndiye aliyekuwa anachukua dhambi, ndiye aliyekuwa analipa bei ya dhambi za watu. Na huyo mwanakondoo alikuwa ni kivuli, lakini halisi yake ni Kristo. Ndio maana unapoangalia katika kitabu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Yohana, uweze kuona anayefanya kazi ya kununua ni mwanakondoo, na ule mwanakondoo alikuwa kivuli, lakini halisi yake ni Kristo. Unapotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana, unapoangalia katika kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Injili ya Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29, neno la Mungu linasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa lugha nyingine, tazama mwana-kondoo wa Mungu ainunuaye dhambi ya ulimwengu, au anayelipa bei ya dhambi ya ulimwengu. Kwa kumbe Kristo ndiye mwana-kondoo ambaye alitakiwa kukamilisha kazi ya kununua katika mpango wa ukombozi. Kwa sababu unapoangalia kitabu cha Warumi, fungua pamoja nami kitabu cha Warumi, katika kitabu cha Warumi sura ya 6, Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi
ni mauti. Kwa kumbe gharama ya dhambi ni mauti. Ndio maana Kristo alikufa kwa ajili ya kulipa bei. Alikufa kwa ajili ya wasio haki ili akamilishe ukombozi wetu. Ndio maana kwa tunaambiwa kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa kipindi Kristo anatupatia karama ya uzima wa milele, kitu cha kwanza ni lazima alipe bei au atununue kwa kuichukua dhambi kutoka kwetu. Kwa hiyo ndio kazi ya kwanza muhimu katika mpango ukombozi. Na je, kazi hii ilifanyika wapi? Katika mfumo mzima wa hema kukutania au maskani au patakatifu. Kazi hii ambayo ni kazi ya kununua, ambayo ni kazi ya mwana kondoo, ilifanyika katika ua wa nje. Ndio maana katika taratibu za mfano ambazo Israeli waliambiwa kufanya, mwana kondoo alikuwa anatolewa katika ua wa nje. Na ndio maana katika ua wa nje kuna madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Na ua wa nje inawakilisha dunia. Ndio maana Kristo aliacha enzi, aliacha mamlaka juu mbinguni, akaja hapa duniani katika ua wa nje, kwa sababu ua wa nje ule ulikuwa ni kivuli cha dunia, kwa ajili ya kulipa bei na kuwa kama sadaka ya kuteketezwa, ili akamilishe kazi ya kwanza ya kununua au kulipa bei au ya kuchukua dhambi katika dunia yetu. Kwa hiyo tumeona hapa, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo Kristo, kitu cha kwanza ili atupatie uzima wa milele, ni lazima kwanza, kabla ya kuturejesha kikamilifu kwake, ni lazima kwanza inunue dhambi. Na je, kazi hii ilikamilika? Ni kweli ilikamilika. Unapotazama katika kitabu cha Yohana, lakini kabla ya kufungua kitabu cha Yohana, tutaangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Amezungumzia pia kazi hii ya kwanza katika mpango wa ukombozi, ambayo ni kununua au kulipa bei, na kazi hii ni kazi ya mwana kondoo, na huyu mwana kondoo si mwingine isipokuwa ni Kristo. Unapotazama, tutarejea kuthibitisha ya kwamba kazi ya kununua Kristo aliimaliza. Na nimekwambia kazi ya kununua ilikuwa inafanyika katika ua wa nje. Unapotazama katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, unapoangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, nitasoma sura ya kwanza ule mstari wa 18 na mstari wa 19. Fuatana pamoja nami katika kitabu cha waraka wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Kwa hiyo kumbe, hata kwa sentensi hii mpaka tulipofika tunaona kuna neno ukombozi, kukombolewa. Ukija ukaangalia mzizi wa neno kukombolewa ni ukombozi. Kwa hiyo katika mpango ukombozi, kazi ya kwanza ni kulipa bei. Ndio maana hapa tunaambiwa si kwa vitu viharibikavyo, anataja mfano fedha pamoja na dhahabu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Anasema bali kwa damu ya thamani. Kwa hiyo kumbe Kristo ndio alilipa bei, na ndiye mwana kondoo aliyetakiwa kukamilisha kazi ya kununua katika ua wa nje. Na nikwambia ua wa nje ni dunia. Ndio maana wakati ulipofika Kristo alizaliwa, akaishi maisha makamilifu kama kondoo asiye na hila na wana, akafa msalabani na akamaliza kazi ya kununua au kulipa bei. Anaendelea kusema hapa ya kwamba bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na yaani ya Kristo. Kwa kumbe Kristo ndiye mwana kondoo aliyekamilisha kazi ya kununua, na hili linathibitishwa unapoangalia kitabu cha Injili ya Yohana. Unapotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana, katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 19, Injili ya Yohana sura ya 19 na ule mstari
wa 30. Neno la Mungu linasema basi Yesu ndio mwanakondoo wa Mungu. Anasema basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siku, hapa alikuwa msalabani, alisema imekwisha, akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Hapa Yesu aliposema imekwisha, hakumaanisha amekamilisha mpango wa ukombozi kwa mwanadamu, lakini alimaanisha amekamilisha kazi ya kwanza ya mpango wa ukombozi. Kwa sababu kuna watu wanatumia kauli hii kupotosha ya kwamba hapa Kristo aliposema imekwisha, anasema basi ukombozi ulikuwa umekamilika na Yesu alikuwa amefanikiwa kumponda shetani kichwa, kitu ambacho si kweli. Kama Yesu alikuwa ameponda shetani kichwa katika kauli hii, tusingeona Mtume Paulo baadaye anapoandika katika kitabu cha Warumi 16:20 anaposema naye Mungu amani atamseta au atamponda kichwa shetani chini ya miguu yenu upesi. Neno atamseta linawakilisha wakati ujao, lakini pia tusingeona ili neno pia limejirudia kwa mara ya pili katika Biblia. Imekwisha kuwa katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 17. Kwa hiyo kauli ya Mwokozi kusema imekwisha hakumaanisha ukombozi umekamilika. Alimaanisha kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi ambao ni ya kununua, ambayo hiyo kazi ilikuwa inamhitaji mwanakondoo anayekufa ambaye ni Kristo, ilikuwa imefikia mwisho wake. Na unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, nitakusomea katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 488, ile aya ya mwisho. Mjumbe wa Mungu anasema upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana katika mpango wa ukombozi, kama kilivyokuwa kifo chake juu ya msalaba. Anasema kwa kifo chake alianza kazi au alimaliza kazi. Hapa mjumbe wa Mungu anasema kwa kifo chake alianza kazi, ambayo kazi ambayo alianza kuifanya ni kazi ya kununua. Anasema alianza kazi hiyo ambayo baada ya ufufuo wake alipaa kwenda kuikamilisha mbinguni. Kwa hiyo ukija ukaangalia hapa, kilichokamilishwa ni kazi ya kununua. Kwa hiyo hapo tumeona kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi ambao ni kununua. Na kumbuka fungu ambalo huwa tunalisoma sana la Mhubiri 3:1 linasema kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo pia hata hii kazi Mungu alikuwa ametenga wakati kwa ajili ya kuikamilisha kazi ya kununua, na kazi ya kununua Mungu alitenga kipindi cha miaka 1400. Ndio maana Kristo alipokufa msalabani, kama mnanifuatilia kwa makini, tuliona ya kwamba mwaka wa 31 takribani miaka 1400 ilikuwa imekomea pale katika miaka 6000 ya mpango wa ukombozi, na miaka mingine iliyosalia miaka 2000 ndio Mungu ameitenga kwa ajili ya kazi ya kurejesha, ambayo ni kazi ya pili katika mpango wa ukombozi kama inavyoelezewa katika kitabu cha Mambo ya Walawi 25 mstari wa 55. Fungua pamoja nami kitabu cha Mambo ya Walawi. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura 25 na ule mstari wa 55. Neno la Mungu linasema kwa kuwa wana wa Israeli ni watumishi wangu niliowaleta. Biblia ya Kiingereza imesema brought. Anasema ni watumishi wangu niliowaleta watoke katika nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo hii kazi ambayo inaitwa kurejesha kwa lugha nyingine ni kuleta. Brought, kuleta kitu. Lakini sio tu kitabu cha Mambo ya Walawi kimezungumza kazi ya kuleta kama kazi ya mwisho au kazi ya pili katika mpango wa ukombozi. Petro pia anaelezea. Fungua pamoja nami kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Fungua pamoja nami kitabu cha waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa 18. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Kwa hiyo kazi ya pili katika mpango wa ukombozi ni kurejesha au kuleta.
Kristo atakapotuleta kwa Mungu atakuwa amekamilisha kazi ya kurejesha, kwa sababu atakuwa ameweka dhambi kwenye chanzo chake. Atakuwa ameirudisha dhambi mahali pake, ambapo mahali pake ni Shetani mwenyewe. Shetani ndio chanzo cha dhambi. Kwa Kristo atakapoweka dhambi kwa Shetani, na tunafahamu tukio hili litatokea atakapokuja mawinguni mara ya pili. Shetani atakuwa anaponda kichwa. Kitendo cha Yesu kuonekana mawinguni ni ishara ya kwamba Kristo atakuwa anatoka katika lile hekalu, kama kuhani mkuu alivyokuwa akitoka katika lile hekalu na kuweka mikono yake juu ya mbuzi wa Azazeli na kupeleka jangwani, mahali pasipokaliwa na watu, na kufia huko. Hali kadhalika hivyo hivyo Kristo atakapokuwa anatoka katika hekalu la mbinguni baada ya miaka 6,000 kufikia mwisho, baada ya kukamilisha kazi ya kurejesha, atakapokuwa anakuja duniani ili kutuleta sisi mbele za Mungu kama pia sehemu ya malimbuko yake, atakuwa anamponda Shetani kichwa kwa kuweka dhambi za waumini ambao wametubu juu yake, na atakuwa anazirejesha kikamilifu dhambi zote za watu wake kwa Shetani. Kwa hiyo pia hata hapa Mtume Petro ameelezea ya kwamba hii kazi ya kuleta ni kazi ambayo inamuhusu Kristo. Ndio maana kazi ya kuleta au kazi ya kurejesha ni kazi inayomuhusu kuhani, na sio tu kuhani anayekufa, lakini kuhani anayeishi. Ndio maana nimekwambia katika mpango wa ukombozi tunahitaji mwanakondoo anayekufa kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kununua, lakini pia tunahitaji kuhani anayeishi kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kurejesha au kazi ya Kristo kutuleta kwa Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, unapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 7, Waebrania sura ya 7, Waebrania sura ya 7, tasoma mstari wa 22 hadi mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Anaposema mdhamini ni kuhani, kwa sababu mdhamini ni mtu ambaye anapatanisha pande mbili. Kwa hiyo Kristo ndiye anayetupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo yeye ndio mdhamini wa agano ambalo ni bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu anaishi siku zote. Anasema tena, wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Anasema mstari wa 24, bali yeye kwa kuwa akaa milele. Ndio maana tunahitaji kuhani anayeishi siku zote. Anasema kwa kuwa akaa milele, anao kuhani wake usioondoka. Anasema naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa hiyo kaka na dada katika Kristo, tumeona kazi ya kurejesha ni kazi ambayo inamhitaji kuhani, na sio tu kuhani anayeishi siku zote. Na kazi hii tumeona kazi ya kununua kama ilifanyika katika ua wa nje, basi kazi ya kurejesha inafanyika katika hekalu, yaani inafanyika katika patakatifu na patakatifu patakatifu. Kwa hiyo tunaambiwa pia kipindi Kristo atakapokamilisha kazi ya kurejesha, pambano kuu litakuwa limefikia mwisho. Kwa sababu nimekwambia kazi ya kununua, kila kazi na wakati wake, inachukua miaka 4,000 na kazi ya kurejesha inachukua miaka 2,000. Kwa hiyo kwa ujumla miaka 6,000 ya mpango ukombozi duniani itakuwa imekoma. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami kitabu cha Ufunuo Yohana, Ufunuo Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, na huyo wa 7 akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi kisema, imekwisha kuwa. Hapa atakaposema imekwisha kuwa, kazi ya kurejesha Kristo atakuwa ameikamilisha katika hekalu la mbinguni, na atakuja hapa duniani ili atulete mbele za Mungu kama mazao ya taabu yake. Kwa hiyo nilikuwa nikitoa utangulizi ili tuweze kuelewa mfumo mzima wa maskani au patakatifu au hema ya kukutania, na kazi ambazo zilihusishwa ndani
ya hema hii, na tumeona ni kazi kuu mbili, na kazi ya kwanza tumeiangalia kwa kina, ambayo ni kazi ya kununua inayomhusu mwanakondoo, lakini kazi ambayo itatuchukua muda zaidi na tutaendelea kuitazama ni hii kazi ya kurejesha, ambayo inamhusisha kuhani anayeishi, kwa sababu kazi ya kununua ilikamilika mwaka wa 31 BK, Kristo alipokufa msalabani na kusema imekwisha, na kazi ya kurejeshwa Kristo atakapokamilisha katika hekalu la mbinguni atasema imekwisha, na mpango ukombozi utakuwa umefikia mwisho wake, kwa sababu Kristo atakuwa anakuja hapa duniani ili kutuchukua sisi na kutuleta mbele za Mungu kama mazao ya taabu yake, na kurejesha dhambi za watumishi wake waliotubu kwa Shetani, na Shetani atabaki hapa duniani katika ukiwa kipindi cha miaka 1000, kama vile mbuzi wa Azazeli alivyochukuliwa akapelekwa jangwani, mahali pasipokaliwa na watu. Kwa hiyo katika kipindi kinachokuja tutaweza kutazama somo lenye kichwa kinachosema kurejesha katika mpango wa ukombozi. Kwa hiyo tutaangalia vizuri kazi ya kurejesha katika mpango wa ukombozi, na kazi ya kurejesha ndiyo kazi ambayo inaendelea kuanzia mwaka wa 31 Yesu alipoingia katika hekalu la mbinguni katika chumba cha kwanza mpaka sasa. Kazi inayoendelea ni kazi ya kurejesha. Kwa hiyo mpango wa ukombozi haujafikia mwisho, ndio maana Shetani hajaponda kichwa, kwa sababu ataponda kichwa tu pale ambapo kazi ya kurejesha itakapofikia mwisho wake. Lakini kazi ya kununua Kristo alikamilisha mwaka wa 31, na mwaka wa 31 huo alipokufa na kufufuka na kuingia katika hekalu la mbinguni, alianza kufanya kazi ya kurejesha ambayo inaendelea mpaka sasa, na itakapokamilika ndipo mpango wa ukombozi utakapokuwa umekamilika kikamilifu. Ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana tunaambiwa tutakapokwenda mbinguni hakutakuwa kuna haja ya hekalu katika mji ule, kwa sababu kazi ya ukombozi itakuwa imefikia mwisho. Ndio maana Kristo atakapokuwa akimaliza kazi atasema imekwisha kuwa. Kwa hiyo kama kuna watu wanafundisha kwamba ukombozi umekamilika, tusingeona hii kauli inalaudiwa kwa mara nyingine katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 17. Kwa hiyo ningependa kukualika usikose tunapoangalia kwa kina hii kazi ya kurejesha ilikuwa inafanyikaje na kwa nini kazi ya kurejesha, na tutaangalia tu kwa ufupi kwa kina jinsi ambavyo kazi ya kununua ilikuwa ikifanyika, ili kutupatia msingi wa kuweza kuelewa kwa nini kuhani alitakiwa kufanya kazi ya kurejesha. Kwa hiyo tunapofunga kipindi hiki, ningependa kukualika, kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na kama una nafasi ya kukaa hapo ulipo utainamisha uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza somo hili la patakatifu. Tuwezeshe tuweze kulielewa na tupatie neema yako kwa wakati mwingine tuweze kuendelea kuchunguza somo hili, ili tupate kujua wajibu wetu wa sasa, na utakapoutimiza tuweze kuokolewa. Tusaidie katika safari hii ya imani. Vikwazo ni vingi, majaribu ni mengi, lakini umeahidi uko pamoja nasi, sababu umesema mawazo unayotuwazia ni mawazo mema ya kutupatia tumaini katika siku zetu za mwisho. Hata yule anayenisikiliza na kunitazama, na kusii uweze kuhifadhi uhai wake mpaka wakati mwafaka ambao utaruhusu tena tuweze kukutana kwa pamoja kwa njia ya mitandao, ili kuweza kujifunza kweli zako kuu unazohitaji zieleweke katika kipindi hiki cha mwisho. Taji letu kubwa tupatie wako mtakatifu katika mioyo yetu. Saidie Baba uweze kutuongoza, na tusaidie tuweze kuwa washindi dhidi ya kila aina ya dhambi, dhidi ya kila aina ya tabia za kurisi pamoja na kujijengea. Naamini hata yale ambayo hatujayaomba unayafahamu, mahitaji yetu ya kimwili na kiroho utakutana pamoja nayo, na zaidi ya yote
Tunakushukuru hata kwa ajili ya amani ambayo unaruhusu iweze kuendelea katika taifa letu. Lakini tunakushukuru kwa sababu malaika wanashikilia pepo. Amri ya Jumapili haijatangazwa na wote ambao wananisikiliza na kunitazama, hakuna aliyelala mauti. Hiyo inatuonesha ya kwamba bado tuna fursa ya kushirikiana na wewe katika kazi unayofanya hekaluni ili kuweza kufikia ukamilifu, ili mmoja kati yetu atakapolala mauti aweze kutunukiwa taji ya ushindi, au hata kama wote tutakuwa hai na amri ya Jumapili itakapokuwa mbele yetu, tuweze kukutwa tukiwa tumekesha, ili tufae kupata muhuri wako na kupokea mvua ya masika, ili kuandaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu na kuishi na wewe milele zote. Asante, ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amina.